Asante sana mtazamaji wangu wa Daniel Cafe Channel. Ni siku njema Bwana amefanya. Hakika tumebarikiwa. Hata kama uko hospitali na unasikia uchungu, hata kama uko nyumbani na uko na magonjwa, ninaamini ya kwamba baada ya kusikiza ujumbe wa siku ya leo utabarikiwa na utapona. Tunaamini katika hii channel ya Daniel Cafe Channel ya kwamba huwezi toka hapa venye ulikuwa. Ukitusikiza, Bwana atakupatia uzima wa milele. Hata kama unapitia magumu, hakika siku ya leo utakuwa mtu ambaye uko na fikira njema na Bwana amekubariki na amekuinua. Asante sana kwa kufika katika channel ya Daniel Cafe Channel. Kama venye unaona katika channel yetu tunaye mgeni. Tumekaa sana bila kuwa na mgeni, lakini siku ya leo tuko na mgeni. Kwa hivyo sasa saa hizi nataka kumkaribisha mgeni wetu. Karibu sana. Thank you. Tuambie majina yako, umetoka wapi na tunatarajia nini siku ya leo? Kwa majina yangu naitwa Pastor Philip Maina kutoka Githurai 45 na hubiri na kanisa inaitwa Good News Hope Ministry. Tuko pale kielekea katika Kibo Primary. Na siku ya leo tuko mahali hapa kwa sababu yako, ili tukaweze kuzungumza neno la Bwana, neno ambalo litaleta mabadiliko katika maisha yako. Tunajua kwamba Bible inasema ya kwamba katika kitabu cha John 1:1 ya kwamba mwanzo kulikuwa na neno, na neno lilikuwa na Mungu, na neno lilikuwa Mungu. Na kwa hivyo, kwa sababu Mungu ndiye neno, tunataka sasa tukazungumze hilo neno ambalo litafunua Mungu na upate kumfahamu na kumjua vizuri katika jina la Kristo. Kwa hivyo tunakukaribisha sana na Bwana akubariki. Amen, amen. Asante sana Mr. Philip, Yeah. Pastor Philip kutoka Githurai. Yes. Tunatarajia kwamba Bwana ataongea na sisi kupitia kwako, Yeah. na Mungu amekutayarisha vilivyo. Kwa hivyo siku ya leo tunaenda moja kwa moja, na kabla tuanze, ningetaka tumshukuru Mungu kwa sababu ya kuwa na wakati huu. Amen. Hebu tuombe. Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya neema yako na nguvu zako ambazo umetupatia siku ya leo. Tukinena neno lako kupitia kwa hii mitandao, kupitia kwa hii channel, Mungu utafuuza kila mtu mwenye ni mgonjwa, mwenye anapitia mambo magumu katika fikira zake, mwenye mambo yake hajaenda vizuri, atakuelewa hata zaidi. Mwenye amekuwa ameokoka na hakuelewi, atakuelewa zaidi. Hata mwenye anataka kuokoka siku ya leo, tunaamini ya kwamba ataokoka. Tubariki, tuonekanie, na wenye wanatusikiza Bwana wa majeshi, hata wao waonekanie na uwabariki. Maana ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen, amen, amen. Asante sana mtazamaji wangu. Unaweza enda pale ulike, ushare, usubscribe. Na waambie jirani yako, leo tuko na mgeni, tuna Pastor Philip na anataka kutuzungumzia. So, Pastor Philip. Yes. Karibu. Sasa uko na mada gani siku ya leo? Nataka kutuambia nini? Leo nataka kuzungumza habari ya kumjua Mungu. Kumjua Mungu. Kumjua Mungu. Ni vizuri. Sasa uwanja ni wako Pastor Philip. Yes. Utuambie, sisi labda tunajua tumemjua Mungu na labda hatumjui Mungu. Ni tunapitia njia gani, ama tunaweza kuelewaje kumjua Mungu? Tunawezaje kumjua Mungu? Uwanja ni wako. Kitu cha kwanza ningetaka tusome maandiko katika kitabu cha John 17 verse 2 na verse 3. Yes. Bible inasema ya kwamba kwa kuwa umempa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili awape uzima wa milele wale uliompa. Nao uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe uliye Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Amen. Kitu cha kwanza, hatuwezi tukamjua Mungu bila ufunuo. Tunajua Mungu kupitia ufunuo, na huu ufunuo tunaupata kupitia Yesu Kristo. Kwa sababu tukiangalia katika kitabu cha Genesis chapter 2 katika mstari wa 17, Mungu aliambia mwanadamu, ukianzia 16, Mungu alikuwa amemwambia mwanadamu, unaweza kula matunda ya hii bustani yote, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa kuwa wakati utakapokula hakika utakufa. Hilo ilikuwa ni neno la Mungu alimwambia mwanadamu wakati alimuumba, na akawa amemtayarishia bustani. Na katika ile bustani akawa amepanda matunda ya miti ya kila aina. Na kwa hivyo akampatia ruhusa ya kula ile matunda. Lakini matunda ya mtu mmoja Mungu alimkataza mwanadamu kula. Kwa hivyo as long mwanadamu
alitii neno hilo la Mungu, alikaa na Mungu. Na tunaona ya kwamba Mungu alikuwa anatembelea mwanadamu katika ile bustani wakati ule walikuwa na ushirika mwema, wakati ule mwanadamu alitii neno la Bwana. Yeah. Na kwa hivyo wakati mwanadamu alidanganywa na shetani katika Genesis chapter 3, alidanganywa na shetani, lile tunda Mungu alikuwa amemkataza kula. Shetani akaja akamwambia, ukila hakika hautakufa. Mungu alimwambia kwamba ukila hakika utakufa, lakini shetani akabadilisha neno la Mungu akamwambia ukila hakika hautakufa. Mwanadamu alipokula lile tunda, kutoka hapo wakapoteana na Mungu, na baadaye Mungu alimfukuza kutoka katika ile Eden na akaweka makerubi wakiwa na panga za moto, ili mwanadamu asiingie tena akakula tunda la uzima. Kama ageingia akula ile tunda la uzima, ageishi akiwa mwenye dhambi, ageishi akiwa hana Mungu. Wakati ule mwanadamu alikula tunda, hapo ndipo walipoteana na Mungu, na kwa hivyo mwanadamu akaenda akafukuzwa, akaishi bila Mungu kuanzia wakati ule. Kwa hivyo mwanadamu ameishi bila Mungu mpaka wakati ule Yesu Kristo alikuja hapa duniani. Ukisoma katika Isaiah 17:7, maandiko inasema ya kwamba katika siku hiyo mwanadamu wote ataangalia muumba wake, na jicho lake litatazama mtakatifu wa Israeli. Ni Isaiah alikuwa anatabiri katika siku zile tuko kabla Yesu Kristo hajakuja. Nabii Isaya alitabiri habari ya Yesu yule atakaye kuja kupatanisha ulimwengu na Mungu, kwa sababu wakati mwanadamu wa kwanza alitenda dhambi, wanadamu wote walifanyika wenye dhambi. Romans 5:12, Biblia inasema kupitia mtu mmoja dhambi iliingia katika ulimwengu, na kwa hiyo dhambi mauti, na mauti ikafikia watu wote kwa sababu wote wametenda dhambi. Kwa hivyo ile tendo mwanadamu alitenda la kula lile tunda Mungu alikuwa amemkataza, hapo hapo mauti iliingia. Mara nyingi tunafikiria tu mauti ni wakati mtu amekufa na tunampeleka kaburini, lakini mauti inamaanisha kuteganishwa. Wakati mwanadamu anakufa katika huu mwili, anateganishwa na wanadamu, anaenda anazikwa, yeye ameteganishwa. Lakini kuna mauti ya pili, ile mwanadamu alikufa baada ya kula lile tunda. Hiyo mauti ni ya kuteganishwa na Mungu, mwanadamu akawa hana Mungu, na mwanadamu anahitaji Mungu, lakini kwa sababu ya ile dhambi aliteganishwa na Mungu. Kwa hivyo ndio sasa Isaia anasema katika siku hiyo mwanadamu wote ataangalia muumba wake, na jicho lake litatazama mtakatifu wa Israeli. Kwa nini Mungu anatumia Isaia kutabiri hiyo mambo ya kwamba mwanadamu wote ataangalia mtakatifu wa Israeli? Ni kwa sababu katika Israeli ndio walikuwa na Mungu wa kweli, na Mungu alijidhihirisha kwa Ibrahimu, akajidhihirisha kwa Isaac, akajidhihirisha kwa Yakobo, na sasa Yakobo ndiye baba wa makabila haya 12 ya Israeli. Kwa hivyo wakati Mungu anasema ati mwanadamu wote ataangalia mtakatifu wa Israeli, alikuwa anazungumza habari ya Mungu wa Israeli, kwa sababu Israeli ndio walikuwa na Mungu wa kweli. Hii makabila mengine yote imekuwa na miungu, haikuwa na Mungu, lakini Israeli ndio walikuwa na Mungu wa kweli. Lakini katika kitabu kile tumesoma katika John 17:2, Yesu Kristo alizaliwa kutoka Israeli, ndiposa lile neno la Isaya liweze kutimia. Alizaliwa na Bikira Mariamu. Kwa hivyo Yesu Kristo alikuja ili aweze kupatanisha mwanadamu tena na Mungu, ili kupitia yeye mwanadamu apate kumjua Mungu. Na ndio sasa anasema kama ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ndio wale wote uliompatia awape uzima, na uzima wa milele ndio huu, wakujue we Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hivyo Yesu Kristo ndiye alikuja kutujulisha Mungu. Yeye ndiye alikuwa anamjua Mungu peke yake, na kwa sababu yeye ndiye alikuwa anamjua Mungu peke yake,
kwa kuwa alikuwa ametoka juu mbinguni akaja hapa duniani kutafuta na kuokoa wale walikuwa wamepotea. Alipokuja ndio sasa hiyo maneno anasema ya kwamba amekuja ili wale Mungu alimpatia awape uzima wa milele, na huo uzima ni kumjua Mungu wa kweli na wa pekee. Kwa hivyo Yesu alikuja kutujulisha huyu Mungu wa kweli na wa pekee, huyu Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Ukisoma katika kitabu cha Psalms 121, Daudi anasema nitatazama milimani, msaada wangu watoka wapi? Akasema msaada wangu u katika Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Huyo ndiye Mungu tu wa kweli ambaye ameinuliwa kuliko miungu mingine yote, yani ameinuliwa dunia hii yote. Kwa hivyo hakuna Mungu mwingine. Hii mingine yote ni miungu ambaye Bible inasema ya kwamba iko na macho na haioni, iko na masikio lakini haisikii, iko na mikono lakini haipapasi. Kwa hivyo Mungu yule ambaye ni wa kweli ni huyu aliyeumba mbingu na nchi, na njia ya kumjua ni moja, ni Yesu Kristo. Amen. Yes. Pastor, ni vizuri, tunaendelea vizuri mtazamaji wangu. Njia ya kumjua Mungu ni Yesu Kristo. Umetupeleka vizuri Pastor. Ningetaka kukujulisha ya kwamba mtazamaji wetu, leo siku ya leo tuko na Pastor Philip. Labda ujui ni nani tuko na yeye, na tunaongea jinsi ya kumjua Mungu. Kujua Mungu ni gani, ni nani, na pahali tumefika anauliza ukimjua Yesu Kristo unajua njia ya Mungu. Asante sana mtazamaji wangu, ni channel ya Daniel Kev Channel. Unaweza subscribe, unaweza like, unaweza share na rafiki yako na jirani yako, mpatie hiyo link yenye iko hapo kwa nini yetu, alafu umwambie tuko na Pastor leo na tunataka kujua jinsi ya kumjua Mungu. Asante sana. Kwa hivyo mjulisha jirani yako na uendelee kulike na kusubscribe Pastor. Yes. Kwa hivyo Yesu Kristo ukimjua utajua njia ya utaanza kujua Mungu ni nani. Yeah. Sasa tuendelee. Ukimjua Yesu utajua njia ya kumjua Mungu. Katika kitabu cha John chapter 14 verse 6, Yesu anasema ya kwamba mimi ndiye njia, ukweli na uzima wa milele. Hakuna aendaye kwa Baba pasipo kwa njia yangu. Amen. Kwa hivyo ili uweze kusema ya kwamba umemjua Mungu ama unamjua Mungu, lazima umjue Yesu, kwa sababu hakuna njia ya mkato. Njia ya kumjua Mungu ni Yesu. Na ndio sababu Mungu alimdhihirisha Yesu Kristo, mwanae wa pekee. Katika John 3:16 Bible inasema, jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwanae wa pekee, ndio yeyote atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo kutoka Adam watu walipotea mpaka wakati Yesu Kristo alikuja, kwa sababu tunaona ya kwamba mwanadamu wakati alitenda dhambi. Ukisoma katika Genesis 3:23 utaona Mungu alimfukuza mwanadamu kutoka Eden na akaweka makerubi wakiwa na panga za moto ili walinde njia ya kuingia katika mti wa uzima. Mwanadamu asiingie akala lile tunda. Kwa hivyo mwanadamu aliishi bila uzima, na kwa sababu hiyo njia ililindwa na malaika. Kwa hivyo mwanadamu angejaribu kuingia katika Eden angekufa, hangeweza kuingia. Na ndiposa sasa Yesu Kristo alikuja akafa on our behalf kwa ajili ya mwanadamu, sababu wewe ndio uingia Eden ungekufa na hungeweza kuingia. Sasa Yesu Kristo alikuja akasimama akaweza kukufa kwa sababu ya mwanadamu, ili mwanadamu aweze kuingia Eden tena, ili apate kula ile tunda. Na ndio sasa Yesu Kristo amekuja akasema mimi ndiye njia. Ile njia ilifungwa, Yesu Kristo sasa amefanyika njia. Mimi ndiye uzima na mimi ndiye mimi ndiye njia, mimi ndiye ukweli na uzima wa milele. Kwa hivyo lile tunda ndani ya Kristo tumelikula. Amen. Amen. Kwa hivyo Yesu Kristo, ukimpata Yesu Kristo, yeye ndiye njia. Yeah. Ukimpata Yesu Kristo atakuonyesha Mungu ni nani. Yeah. Yani Yesu Kristo ndiye ufunuo halisi wa Mungu. Yeah.
Kwa hivyo mtazamaji wangu, ni lazima umjue Yesu Kristo. Yes. Kwa sababu alisema, nimesikia pastor amesema ndiye njia, ndiye ukweli. So if you know Jesus Christ, you know God. Yes. Tuendelea pastor. Yes. Ukimjua Yesu Kristo, umemjua Mungu. Kwa sababu yeye mwenyewe amesema vizuri sana kwa ile maandiko tulianza naye. Ya kwamba ili wakujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hivyo kuwa na uzima wa milele ni kuwa na Mungu. Kwa sababu Mungu ako na uzima. Na kwa sababu ya mauti iliingia baada ya mwanadamu wa kwanza kutenda dhambi. Kwa hivyo uzima wa Mungu haukuwa ndani ya mwanadamu. Kwa hivyo mwanadamu alikuwa ni wa kuangamia. Lakini wakati Yesu Kristo amekuja, amepatia mwanadamu uzima wa Mungu. Unapata uzima wa Mungu. Kama vile Mungu alivyo, ndivyo uko. Bible inasema katika 1 John chapter 4 verse 17, kama vile alivyo, ndivyo tulivyo hapa ulimwenguni. Kwa hivyo tunakuwa kama vile Mungu alivyo kwa sababu ya kumwamini, ya kumpokea Yesu Kristo katika maisha yetu. Katika 2 Corinthians chapter 5 verse 19, Bible inasema kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu na nafsi yake. Mungu amejipatanisha na sisi kupitia Yesu. Kwa hivyo aliingia ndani ya mwili wa Yesu akajipatanisha na mwanadamu. Na sasa hii mwili Yesu Kristo alipewa huu mwili ili ufanyike dhabihu. Kwa sababu ili mwanadamu apatane na Mungu, ili mwanadamu apata kujua Mungu wa kweli na wa pekee, lazima kungekuwa na dhabihu ambaye ingetolewa. Lakini zile dhabihu ambaye ilikuwa inahitajika sio kama zile dhabihu zinatolewa za ng'ombe, mbuzi na kondoo kama vile zilikuwa zinaitishwa na wakati wa Musa. Ukisoma katika Hebrews chapter 10 utaona ya kwamba Mungu alikataa hizo dhabihu. Dhabihu za kondoo, za mbuzi, za mafahari Mungu alizikataa. Lakini Yesu Kristo akawa ameandaliwa mwili. Huu mwili Yesu Kristo aliandaliwa ndiposa kupitia huu mwili ufanyike dhabihu. Katika kitabu cha Hebrews 10 verse 9, Bible inasema kwamba Yesu akasema nimekuja kutenda mapenzi yako. Yesu Kristo alikuja kutenda mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ilikuwa ni mwanadamu atakaswe ili aondolewe dhambi. Kwa sababu mwanadamu hangeweza kupatana na Mungu tena. Hangeweza kumjua Mungu akiwa na dhambi. Katika kitabu cha Hebrews 9, Bible inasema hakuna ondoleo la dhambi pasipo umwagikaji wa damu. Kwa hivyo sasa Yesu aliandaliwa huo mwili ili kupitia huo mwili aweze kukufa kifo cha msalaba, afanyike dhabihu ya kupatanisha mwanadamu na Mungu. Hii damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani iweze kutakaza mwanadamu, ili mwanadamu aweze kupatanishwa na Mungu na aweze kumjua Mungu. Kwa hivyo kupitia Yesu Kristo unaweza sema ya kwamba ninamjua Mungu wa kweli na wa pekee. Amen. Pastor Philip. Yes. Tunashukuru Mungu kwa sababu leo tumepata pastor mwenye ni moto. Nimesikia nguvu za Mungu zinatembea. Yes. Jinsi ya kumjua. Yaani ni kama nimeanza kumjua Mungu zaidi ya venye nimekuwa nikimwamini na nikimjua. Mtazamaji wangu, enda hapa ulike, subscribe, ushare na watu wengine, ushare na jirani yetu, na Mungu atakuwa amekubariki kwa sababu utakuwa umehubiria huyo jirani yako. Hata kama ukimwambia aenda kanisa, lakini ukimtupia hiyo link atajua ya kwamba utakuwa umehubiri zaidi ya penye tunahubiri hapa. Yes. Kwa hivyo subscribe, kwa hivyo like na ushare na jirani yako. Pastor. Kwa hivyo ukimjua Yesu Kristo, yes, aingie ndani yako, wewe uko na Mungu. Yeah. Na Biblia inasema ninaishi ndani yako. Na sasa na kuna pale inasema sio mimi ninaishi, bali ni Kristo anaishi ndani yangu. Yes. Acha uendelee, sitaki kuendelea. Yeah. Nataka hapo. Galatians chapter 2 verse 20, Paul anasema ya kwamba nimesulubiwa na Yesu. Amen. Sio mimi naoishi, bali ni Kristo anaishi ndani yangu. Amen. Wakati Yesu Kristo alikuja hapa duniani, yeye alikuwa mtakatifu wa Mungu. Yes. Na kwa sababu alikuwa mtakatifu wa Mungu, Yesu Kristo hangepatwa na mauti.
Kwa sababu tumesikia katika Romans 5 verse 12 ya kwamba kupitia mtu mmoja dhambi iliingia katika ulimwengu, na kwa hiyo dhambi mauti, na mauti ikafikia watu wote kwa sababu wote wametenda dhambi. Mauti ilikuta wanadamu kwa sababu walikuwa wenye dhambi. Na sasa kwa sababu Yesu Kristo hakuwa mwenye dhambi, yeye hangepatwa na mauti. Kwa hivyo hii mauti Yesu Kristo alipatwa naye haikuwa yake, na ni kuwekelewa. Katika kitabu cha 2 Corinthians 5 verse 21, Biblia inasema ya kwamba yeye asiyejua dhambi Mungu alimfanya kuwa dhambi ili sisi tufanyike haki ya Mungu katika yeye. Kwa hivyo Yesu Kristo alibebeshwa dhambi zetu. Sisi tulikuwa wenye dhambi. Yesu alikuwa mwenye haki na mtakatifu. Lakini Mungu akachukua dhambi ya mwanadamu akamwekelea Yesu. Kwa hivyo sasa dhambi ikawa juu yake Yesu Kristo. Na sasa Bible inasema katika Romans 6 verse 23, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo sasa Yesu Kristo sababu sasa amefanyika mwenye dhambi, si kwa sababu yeye ni mwenye dhambi, lakini kwa sababu ya mwanadamu. Katika Colossians 1:15 Bible inasema ya kwamba yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Amen. Na Mungu ni mtakatifu na mwenye haki. Kwa hivyo Yesu alikuja akiwa na utakatifu wa Mungu, akaja na haki ya Mungu, akakuta mwanadamu mwenye dhambi. Na huyu mwanadamu hawezi mjua Mungu, hawezi mkaribia Mungu. Hata kijaribu kufanya nini, kulikuwa na ukuta mkubwa katikati ya mwanadamu na Mungu. Hata mwanadamu kijaribu kumfikia Mungu hagaweza, hata akitaka kumjua Mungu hagaweza, kwa sababu hakuwa na njia. Lakini Yesu Kristo akaja akafanyika njia ili mwanadamu apate kumjua Mungu. Kwa hivyo wakati Yesu Kristo alibeba zile dhambi, maandiko inasema ya kwamba akasulubishwa Golgotha. Alipokuwa pale msalabani akasema imekwisha, dhambi imekwisha. Ndiposa sasa mwanadamu aweze kutakazwa kupitia imani, kuamini kwamba Yesu amekufa kwa sababu ya dhambi zangu. Romans 4 verse 25 Bible inasema alipeanwa kwa sababu ya dhambi zetu, akafufuka ili tufanywe wenye haki. Kwa hivyo Yesu Kristo alipobebeshwa dhambi za mwanadamu, alipokufa msalabani, alikufa msalabani kwa sababu ya ile dhambi. Kwa hivyo kifo cha Yesu Kristo kikafanyika kifo chako according to 2 Corinthians 5 verse 14. Yesu Kristo alipokufa msalabani tulikufa wote. Na ndio sababu sasa Paul anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, sio mimi naoishi bali ni Kristo anaishi ndani yangu. Kwa hivyo wakati Yesu Kristo alisulubishwa pale msalabani, ni sisi wote tulisulubishwa. Kwa hivyo kifo cha Yesu Kristo msalabani kilikuwa ni kifo chetu. Sasa wakati Yesu Kristo alikufa, tulikufa wote. Wakati alivuka, tulifufuka wote. Bwana asifiwe. Amen. Yeah. Kuna neno umesema hapo nimesikia vizuri. Ati Yesu Kristo ni mfano wa Mungu ambaye amefunuliwa, asiyeonekana. Haleluya. Hili neno limekuwa tamu siku ya leo. Pastor, naona muda wetu unaenda sana. Sijui kama uko karibu kumaliza, umalizie ama neno la mwisho lene unaweza tuambia kabla tufunge kipindi. Yeah. Yes. Tutakuwa na part 2 ambayo tutaendelea. Kile ningetaka nikwambia ya kwamba sababu kubwa ile unaona watu wameingia katika mtego wa udanganyifu. Wamedanganywa na matapeli wengi, wamekuja kwa jina la Bwana na wamekuwa wamejipadika kuwa wahubiri. Ni kwa sababu ya kutojua. Biblia inasema katika Hosea 4:6, watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Wakati umekosa kujua ukweli wa neno, wakati umekosa kupata ufunuo kamili wa neno la Mungu, hapo ndipo naye shetani anapata nafasi ya kuja kumdanganya mwanadamu, na mwanadamu anapoingia katika ule mtego anapotea bila kujua. Kusipokuja mtu ambaye ataweza kumuonyesha njia, atakayemuonyesha kwamba umepotea, huyo mtu ataishi amepotea, ataagamia, atatapetaliwa, atanyang'anywa, atadanganywa mpaka atakapojua ukweli. Ya Biblia inasema kwamba mtaujua ukweli na ukweli utawaweka huru. Amen. Amen. Mtaujua ukweli na ukweli ni Yesu Kristo, na Yesu Kristo atatuweka uhuru. Yeah. Pastor, naona kuna mtu mgonjwa. Yes.
naona kuna mtu ambaye anatamani wokovu. Yes. Anasema, pastor, nitafanya aje nipate huu? Unaongea juu ya Yesu Kristo. Mimi nimepotea, nimekunywa pombe, nimekunywa sigara, nimetukanana, nimefanya dhambi zote. Nitafanya aje nimjue huyu Yesu ambaye umesema ndio njia? Yes. Nitafanya aje? Kwa hivyo ninataka uongee na huyu mtu mwenye anataka kuokoka, mwenye ni mgonjwa, mwenye ako na familia yenye imeharibika. Kuna vile shetani ameharibu hiyo familia. Tafadhali ombea familia ya pastor. Ninasikia ndani yangu roho wa Mungu ananiambia ombea familia. Kuna shida nyingi katika familia. So ningekuomba uombee familia wenye wanataka kuokoka, wenye ni wagonjwa. Alafu umalize na uwaombee, na ukimaliza pale mwisho after baada ya maombi upeane namba zako, pia utuambie jina lako, unakuanga wapi, na huyo mtu anataka kukuona. Amen. Amen. Karibu. Kwa hiyo mtu ambaye angetaka kuokoka na kupata msamaha wa dhambi, kitu cha kwanza ni upate kujua kwamba haukufanyika mwenye dhambi kwa sababu ya dhambi na makosa zile unazifanya. Maandiko inasema katika kitabu cha Psalms 51 verse 5, nilizaliwa na dhambi na mama yangu alitunga mimba akiwa na dhambi. Kwa hivyo dhambi ni asili ya mwanadamu. Mwanadamu alizaliwa na dhambi. Na hii dhambi ni hiyo tumesikia katika Romans chapter 5 verse 12, ya kwamba kupitia mtu mmoja dhambi iliingia katika ulimwengu. Kwa hivyo hiyo dhambi iliingia katika ulimwengu kupitia mtu mmoja ambaye ni Adam, ndio isababisha watu wote wapate kumjua, wapate kuwa wenye dhambi. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu ya kumtuma Yesu Kristo, ambaye Bible imeshuhudia kusema ya kwamba ati yeye ndiye Mungu alimtuma akiwa pekee, ili yeyote atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Katika John 1:29, wakati Yohana alikuwa anabatiza, Bible inasema ya kwamba alipoona Yesu Kristo anakuja, aliambia wale alikuwa anawabatiza ya kwamba, tazameni mwanakondoo wa Mungu aondoaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hivyo dhambi inaondoka kwa kumtazama Yesu na kumwamini. John 6 verse 40 inasema, na hii ndio mapenzi ya yule aliyenituma, ya kwamba yeyote ameona mwana na kumwamini awe na uzima wa milele, na siku ya mwisho nitamfufua. Kwa hivyo kuokoka ni kumwamini Yesu Kristo ya kwamba ni Bwana. Katika Romans 10 verse 9 inasema, ukimwamini ya kwamba Yesu ni Bwana na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Verse 10 inasema ya kwamba kwa sababu tunaamini na mioyo yetu tunafanywa wenye haki, na tukikiri na vinywa vyetu tunapata wokovu. Kwa hivyo kuamini kifo na kufufuka kwake Yesu Kristo ndani ya moyo wako, unafanyika mwenye haki, unapata asili ya Mungu. Mungu ni mwenye haki, Mungu ni mtakatifu. Unapata asili ya Mungu, kufanyika mtakatifu, kufanyika mwenye haki. Unapokiri na kinywa chako, unakiri kile kiko ndani ya moyo, unapata wokovu. Kwa hivyo tunapoenda kuomba, nitakuombea na urudie nyuma yangu. Weko pale, uko tayari? Hebu sema nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako ya kwamba wewe ndiye mwana wa Mungu uliyetoka mbinguni ukaja ukafanyika mwenye dhambi kwa ajili yangu, ili mimi nipokee haki ya Mungu. Ninaamini na moyo wangu ya kwamba Mungu alikufufua kutoka kwa wafu, na nakiri na kinywa changu ya kwamba wewe ni Bwana. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunifanya mwana wa Mungu. Naomba uniongoze kwa njia yako, njia ya kweli, katika jina la Yesu. Nawe mgonjwa, kitu kimoja ambaye naamini ya kwamba Bible inasema katika kitabu cha Psalms 103 verse 3, yeye akusameheaye dhambi na kukuponya magonjwa yako yote. Dhambi ilisababisha magonjwa je. Kwa hivyo Yesu Kristo aliposamehea dhambi, hata kile kiletwa na hizo dhambi kiliondolewa. Kwa hivyo magonjwa iliondolewa. Nimeshuhudia Mungu akiponya watu. Nimeona Mungu akiponya hata tumor. Nimeona Mungu akifungua hata watu wamepagawa. Mungu huwa ananitumia kwa uponyaji na ukombozi, healing and deliverance. Mungu huwa ananitumia. Kwa hivyo wewe uko pale, kama wewe ni mgonjwa, ebugusa mahali pale unasikia ushungu.
kama ni kichwa, kama ni mguu, kama ni mgongo, gusa popote pale unasikia maumivu, na utasikia hiyo maumivu ikikuondokea saa hizi. Na wewe ambaye kuna vitu vinakusubua, wewe haulali, kuna watu hawalali, kuna watu wa mama wanalala, wanaona wakilalwa na wao usiku, na wanaume wa usiku wa kiroho wamejaribu, wameshindwa, watafanya nini? Hata kuna wanaume, nataka tuamini pamoja nami, na hao hutawasikia tena, hao maumivu hutaisikia tena. Hebu nyosha mikono yako katika hii channel, na Bwana atakubariki. Baba, katika jina lako na Yesu Kristo, ninaombea huyu mtazamaji wangu, huyu anayenitazama na kuna maumivu katika mwili wake. Jehova, katika jina la Yesu, maandiko inasema kwa mapigo ya Kristo tuliponywa. Ninaashiria uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. Wewe uliyosema utawekelea wagonjwa mikono na watapokea uponyaji, naashiria uponyaji wako ukaweza kumfikia hiyo maumivu ya mgongo, hiyo maumivu ya kichwa, hiyo maumivu ya mabega. Baba, naashiria huo uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. Nakemea ugonjwa wa arthritis katika jina la Kristo, ukaashiria hiyo magoti, ukaashiria hizo joints katika jina la Kristo. Nakemea saratani, pepo ya kansa, na kuja kinyume naye, ninakukemea katika jina la Kristo. Ondoka katika huo mwili, kansa ya kila aina, na kukemea uondoke ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Kristo natangaza umepona, natangaza uko huru. Yeyote ambaye anasumbuliwa na mapepo, halali usiku kwa kunyongwa, wengine wanaona watu wanalala usiku, nakemea nyinyi mapepo, enyi mapepo mashavu, na kuja kinyume naye. Hauna mamlaka kwa huyu mtu, hauna mamlaka kwa huyu kijana, huna mamlaka kwa huyu mzee, huna mamlaka kwa huyu mama, huna mamlaka kwa huyu msichana. Ondoka sasa katika jina la Kristo, na kuamrisha in the mighty name of Jesus. Hauna nguvu, mwashiria katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na pia kuamini. Wewe ambaye ulikuwa unasikia maumivu, anza kufanya kile ambacho haungeweza. Wewe ambaye ulikuwa unanyongwa, wewe ambaye ulikuwa unalalwa na wewe usiku, tangaza kwamba mimi niko huru. Mimi niko huru katika Yesu. Bwana Yesu ameniweka huru katika jina la Yesu Kristo. Kama vile niwaambia, mimi niko Githurai, na namba yangu ya simu ni 0723 858 622 0723 858 622. Ukinihitaji, ukiwa na hali yoyote, unaweza nipigia. Kama ni magonjwa, kama kuna mapepo ambayo inakusumbua, ama kuna mtu unajua kwamba anasumbua mapepo, unaweza kunipigia, na usiogope ya kwamba kuna kitu utalipishwa. Maandiko inasema katika kitabu cha Matthew chapter 10 verse 8, mmepewa bure, peanani bure. Mimi zile vipawa Mungu amenipatia huwa silipishi, kwa sababu ni Mungu amenipatia. Kwa hivyo Bwana akubariki sana na akutende mema. Amen. Amen. Amen, amen. Asante sana Pastor Philip kwa kututembelea katika channel ya Daniel Cafe Channel. Imekuwa siku njema, imekuwa mara yako ya kwanza. Ninaamini ya kwamba kuna mtu amepona, kuna mtu Mungu ameinua, kuna mtu ameelewa ya zaidi jinsi ya kumjua Yesu na jinsi ya kumjua Mungu. Tumekushukuru sana Pastor. Naonekana kuna kipindi kingine kitakuja, kwa maana hatukumalizia. Kwa hivyo next time, kipindi kijacho, tutaendelea na hiyo ujumbe wa kumjua Mungu, kumjua zaidi. Mtazamaji wetu, tumeshukuru sana kwa niaba ya Pastor na kwa niaba yangu mwenyewe. Tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi. Najua hii kipindi imekuwa ya baraka kwako. Endelea kuitazama, ambia jirani yako, na utakuwa mtu wa baraka. Hautakuwa unasema nitabarikiwa, utakuwa unasema mimi ni mtu ambaye nimebarikiwa. Hadi wakati mwingine, asanteni sana. Amen. Amen. God bless you.